Naitwa Jebla Kambole, ni wakili ambaye nilikuwa nakiwakilisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na niko na wanachama na viongozi kadhaa wa chama. Shauri leo lilikuwa nakuja kwa ajili ya kutoa maamuzi madogo kwenye kesi ya msingi pamoja na kusikiza mapingamizi ya awali pamoja na kusikiza kesi yenyewe ya msingi. Lakini kutokana na mwenendo wa shauri jinsi ulivyokuwa kuanzia asubuhi tumefika maamuzi yalikuwa yanatolewa, kwa sababu maamuzi ya mapingamizi juu ya kesi ya msingi mahakama imeyakataa na iko tayari kuendelea kusikiliza kesi yenyewe, na imepanga kusikiliza siku ya tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025 kwa ajili ya kusikiliza kesi ambayo inahusiana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kukiuka sheria ya vyama kwa kutokuwa na mgao sahihi wa mali kati ya Zanzibar na bara. Lakini pia kulikuwa kuna maombi ya zuio la shughuli za chama. Kwa hiyo pamoja na kwamba kulikuwa kuna mapingamizi pia hapo, lakini ni kipengele kidogo sana cha pingamizi ambacho mahakama imekubaliana nacho, kutoa paragraph ya 16 ya viapo vyao. Lakini mwisho wa siku uondoaji wa hiyo paragraph hauathiri kesi ya msingi. Mawakili kadhaa tulikuwa tunawakilisha hili shauri, Dr. Rugemeleza Nshala, Hekima Mwasipu na mimi. Lakini kwa siku ya leo bahati mbaya Dr. Rugemeleza Nshala alishatoa taarifa kwamba kwa siku ya leo hata kuwepo. Na Hekima Mwasipu kati ya watu ambao wamefariki kwenye ajali ile ya Mbeya, kuna ndugu yake pia amefariki. Kwa hiyo ameenda kwenye msiba. Kwa sababu hajaenda kwenye msiba, yuko tunajaribu kuorganize namna gani ya kwenda. Kwa hiyo tukao tumekubaliana kwamba ni muhimu sana tukamsindikiza mwenzetu kwenye hili jambo. Kwa hiyo nilijaribu kuiambia mahakama kuna hii changamoto ambayo imetukumba, tupewe angalau mpaka siku ya Ijumaa ili tuje kusikiliza. Lakini jaji aliweza kukataa kabisa ilisho ya namna hiyo. Na kuamua kuendelea kulisikiza shauri. Sasa sisi tunafikiria kwamba kusafiri usiku sio salama sana kwa ajili ya kwenda kwenye msiba. Kwa hiyo tukaona kwamba hailisho lile alikuwa sawa. Kuzuia kuahirisha kwa ile shauri alikuwa sawa, kwa sababu mwisho wa siku shauri lenyewe aliko chini ya hati ya dharura. Ni shauri la kawaida tu. Lakini kuona kwamba maamuzi yanatoka leo, mapingamizi yetu yanasikilizwa leo, mapingamizi yao yanasikilizwa leo, na kesi ya msingi ya maombi inataka kusikilizwa leo, haikuwa sawa sana. Na sisi kwa sababu tumekuwa tukiendelea hili shauri na tunaona mambo yanavyokwenda, mimi binafsi nikaona kwamba sitendei haki chama na wanachama kwa namna shauri ambavyo linaenda. Kwa hiyo nikamtaarifu mheshimiwa jaji kwamba siwezi nikaendelea na kusikiliza maombi ya zuio, kwa sababu naona kama sitendei haki na sitendei haki kwenye hilo shauri. Kwa baada ya kuona kwamba sitendei haki na mimi sitendi haki kwenye hilo shauri, nikamtaarifu mheshimiwa kwamba naomba nijiondoe kwenye hili shauri ili chama kipate muda wa kuleta wakili mwingine hata kwa siku ya kesho. Lakini naona jaji ameshindwa kabisa kukubali hata hiyo hoja ya msingi ambayo inahusiana na haki ya kusikilizwa ya chama, haki ya kuwakilishwa ya chama kwenye shauri hili. Kwa hiyo mimi nimejiondoa na nimemtaarifu mheshimiwa jaji. Naona hakubaliani kabisa na kujiondoa, na mida hii bado anasisitiza anataka kusikiliza hata kama ni upande mmoja, bila kukipa chama fursa ya kuleta wakili mwingine au kuleta mtu mwingine wa kuweza kuwakilisha chama kwenye shauri kubwa la namna hii. Kwa hiyo nikaona kwamba siwezi kuwa sehemu ya watu ambao wanakandamiza demokrasia. Au wanakandamiza chama, na mimi niko na mimi naona and I can see it. Kwa hiyo nikaona sio jambo zuri sana kuendelea na ile shauri. Kwa hiyo kwa kifupi hicho ndio ambacho kimetokea. Kwa hiyo wanachama wajue kwamba kesi ya msingi inakuja kusikilizwa siku ya tarehe 24 mwezi wa 6 2025, lakini kuhusu maombi au madogo kuzuia shughuli za chama, I don't know, sijui atafikia wapi, sijui ataamua nini. Kwa hiyo hicho ndio ninachoweza kusema. Pengine madhara ya kesi kuendeshwa kwa upande mmoja ni yapi? Mwisho wa siku mwenendo wa shauri unakuwa uko sawa. Chama kinaweza kuchukua hatua nyingine za kisheria kikiona jambo hili linavyoenda ndivyo sivyo. Na kuendesha shauri upande mmoja sio kwamba ni jambo geni sana kisheria, lakini kina utaratibu wake, ikiwa msingi wa haki ya kusikilizwa, kupewa fursa ya kujaribu kubadilisha mawakili, kutafuta wakili mwingine ambaye anaweza na vitu vya namna hiyo. Lakini madhara yake ni hayo. Kwa hiyo hata ukiendesha upande mmoja bado chama kinaweza kaja kuleta maombi ya kutengua uamuzi wa upande mmoja. Kulikuwa kuna hoja imebuka mahakamani juu ya miongoni mwa walalamikaji
kutangazwa kwamba amejiondoa kwenye kesi, lakini kuna document ambayo itasainiwa na wakili alisaini wakili Pilato. Hili nalo limekaa. Kimsingi hilo jambo lilikuja mahakamani na likaelezwa, kwa sababu ile taarifa imeelezwa mahakamani na sisi tumeipata na tumeisoma, kwa sababu mshtaki wa tatu, mdai wa tatu ambaye Maulida.com alitoa taarifa ya maandishi na akasaini na akaenda kwa wakili wakasaini, wakaleta mahakamani taarifa kwamba anajiondoa kwenye ile shauri, na ikawa filed na sisi tukapata nyaraka yetu na mahakama ikapata nyaraka yake. Kwa hiyo baada ya kuona vile wenzetu wakaenda kumtafuta na kumleta. Hatujui nini kilimshawishi, lakini amekuja tena. We understand kwamba ni mtu mzima, umri umeenda, hata kuzungumza kwa shida, kutembea kwa shida. Kwa hatujui amekuwa compromise vipi. Au kuna vitu gani viko nyuma ya pazia, hatuwezi kujua. Lakini taarifa ilikuwa rasmi na ya kiwakili. Lakini sisi sijai kumtaarifu mheshimiwa jaji kumwambia kwamba katika michakato hii kuna wakili amekuja kufaili, ana haki naye ya kusikilizwa kabla maamuzi hajafikiwa, ambao haki ya kusikilizwa ni ya msingi ya kila binadamu. Lakini imeonekana hata huyo wakili hapaswi kusikilizwa. Hoja zake hazipaswi kusikilizwa. Ukweli wa mambo haupaswi kutolewa. Kwa hiyo mimi nikaona pamoja na hayo, lakini bado jaji ameshindwa kumpa fursa Edson Kilatu wakili kuja kutoa hoja zake. Madhara kwa Kilatu yanaweza kuwa yapi? Tunasubiri tuone hizo hoja ambazo atazitoa ni zipi. Lakini sisi tunaamini Kilatu ni wakili sahihi, ni wakili wa mahakama kuu, ni ofisa wa mahakama. Tunaamini hawezi kusema uongo, hawezi kudanganya, hawezi kufanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tunafikiri na yeye ana haki ya msingi, ana fursa ya kusikilizwa. Kwa hiyo tujui atatoa amri zipi, lakini tunaamini Edson Kilatu hajatendewa haki, ana haki ya kusikilizwa. Jinsi ambavyo kesi ilikuwa inaendelea kwa muktadha wa kisiasa na kwa muktadha wa chama chetu, na sisi kama wadau wakubwa wa hii kesi tumeona kabisa huyu jaji alikuwa hana nia nzuri na chama hiki kwa jinsi alivyokuwa anaendesha shauri hili. Tunaona kabisa kwamba huyu jaji amepewa maelekezo yenye nia ovu na chama chetu, na huu ni mwendelezo ya kila jambo ambalo linaendelea hapa Tanzania na chama chetu. Tumeona leo huko kwenye ziara watu wamevamia, huku kwenye kesi unaona jaji anaendelea na nia yake ovu. Lakini ukizingatia background ya huyu jaji ni nini? Ni nani? Huyu jaji alikuwa ni mkurugenzi wa NEC. NEC hawezi kuwa na nia njema na Chadema. Tumeona vitu visivyokuwa vya kawaida ambavyo vimetokea hapa. Leo Mama Anna Komu ambaye alijiondoa kwenye hii kesi ameshow up ghafla. Kila hoja ambayo ilikuwa naletwa na wakili wetu, jaji alikuwa analitupilia mbali. Ametupilia mbali mapingamizi yote 9 ambayo sio jambo la kawaida. Lakini msimamo wa chama ni kwamba chama chetu kitaenda kukaa, kitaingia kwenye kamati ili shauri litajadiliwa na kamati kuu, na baada ya hapo chama kitatoka na msimamo. Nashukuru sana. Naitwa Isaya Mwita, mkulima kutoka Kigamboni huko. Kwa kweli nilichokiona leo ni jambo la hatari sana na linatia simanzi. Mimi nilipofika hapa nilijua tu kwamba kutakuwa na maamuzi yale ambayo kwa kweli walikuwa wameahidi kwamba leo tarehe 10 watayatoa. Lakini mambo yamekuwa tofauti. Tumefika hapa baada ya kutoa maamuzi, wanataka tena kuendelea kusikiliza upande mwingine tena wa kesi. Sasa haya yamesikilizwa na naamini yanatolewa maamuzi. Lakini kitu cha ajabu sana, wakili ameomba nafasi kwamba naenda kuzika. Wamegoma, jaji amekataa. Sasa unaweza kuona hiyo nia ambayo kwa kweli jaji ameonyesha ni hatari sana. Na naamini kama itaendelea, huenda leo hii kesi ikawa na mwelekeo mwingine. Huenda wakafunga shughuli za chama. Inawezekana leo kabisa. Sijui, lakini nafikiri kitu kama hicho. Maana watu wote tumetoka, tunaondoka. Lakini mimi naamini serikali itumie tu busara. Hiki ni chama cha siasa. Leo ukisimamisha Chadema isiendelee na hizo operation, of course unaua demokrasia katika nchi yetu. Na hii ni hatari sana. Kwa hiki ambacho tumkiona, unaona leo wakili wetu Jebla anajiondoa kwenye kesi hii, si jambo lenye afya katika taifa letu. Niombe sana kwamba busara itumike katika huko tunapokwenda. Sasa kama atafunga shughuli za chama hizi, itakuwa si jambo zuri sana. Kwa kweli wanataka kukiua chama chetu.